Kwanza kabisa naitwa Rachel Kasanda, mkuu wa wilaya ya Masasi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia afya njema, lakini kuruhusu tukaweza kuona huu mwaka mpya wa 2026 tukiwa salama na wenye afya na amani na utulivu katika wilaya yetu. Wananchi wote wanafurahia kufika mwaka 2026. Na tunajiandaa sasa, shule zinafunguliwa nchi nzima tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Na sisi tumejipanga. Katika hali ya kawaida tulikuwa tuna maoteo ya jumla ya uandikishwaji wetu. Hawa ni wanafunzi wa madarasa ya awali. Wavulana 1624. Hawa ndio watoto walioandikishwa na wasichana 1819. Jumla tuna watoto 3443. Kwa hiyo idadi ni kubwa kidogo kwa sababu ya ukubwa pia wa halmashauri yetu ya wilaya ya Masasi ambayo ina takribani kata 34. Kwa hiyo si kata ndogo, si wilaya ndogo, ni halmashauri ndogo, ni kati ya halmashauri kubwa tulizonazo katika mkoa wa Mtwara. Kwa hivyo maoteo yake pia yako juu sana, na ukiangalia katika maoteo tuliokuwa tumeotea uandikishaji, maoteo yetu yalikuwa ni wavulana 3760, lakini na wasichana walikuwa ni 3552, lakini tumeweza kuandikisha kwa kiwango ambacho waliojiandikisha hawakufika asilimia jumla yake ikufika 50% kama ambavyo tulikuwa tumeotea, lakini basi tumepata jumla ya 47.9. Sio mbaya, tumepata kwa madarasa ya awali, sio vibaya sana, lakini tunakwenda vizuri. Lakini tunaendelea kutoa elimu kwa wazazi ambao tunaamini kabisa watakubali na kuanzisha watoto katika madarasa ya awali katika umri stahili ambao umeruhusiwa, ili watakapokwenda kuanza darasa la kwanza waende wakiwa wana mwongozo mzuri, lakini wana mwanzo mzuri katika madarasa yao ya awali na wana utambuzi wa kila ambacho wanaenda kufanya wanapoenda kuanza darasa la kwanza. Kwa hivyo kwa asilimia ya uandikishaji ni wavulana tumepata asilimia 43.19 na wasichana asilimia 51.20 na asilimia 51.21. Sio mbaya kwa wasichana, angalau kwa wasichana tumeweza kufika nusu ile ambayo tulikuwa tumeotea kuandikisha, lakini kwa wavulana tumefika asilimia 43. Lakini si kwamba watoto wale wameisha, ni mwamko tu wa wazazi wa kukubali kupeleka watoto shule katika umri stahiki. Na hili kama wilaya tunaendelea kulifanyia kazi, tunaendelea kuzungumza na wananchi, tunaendelea kutoa elimu kwa dhati kabisa, ili swala hili tunalisisitiza katika mikutano yetu ya hadhara. Kila tunapopata nafasi ya kukaa na wananchi, katika shughuli zangu zote za mikutano ya hadhara ninazozungumza na wananchi, nimekuwa nikifanyia kazi swala la elimu. Mwamko sio mkubwa sana kwa wazazi, lakini tunaamini kabisa kwa msukumo mkubwa ambao tunautoa, mwamko huu utaleta tija, lakini pia wanapoendelea kuona maendeleo yanayokuja katika elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari katika wilaya yetu, wazazi wengine pia watahemka, watatamani kuona na yeye mtoto wake akiwa katika hali nzuri kama watoto kielimu kama watoto wengine walivyo, na mabadiliko hayo yataleta mwamko mkubwa kwenye jamii ya wilaya ya Masasi. Kila mzazi anapeleka mtoto katika kiwango ambacho anaweza, katika shule ambayo anaweza. Kwa hiyo wito wetu ni mkubwa. Cha msingi ni mtoto apelekwe aende kupata elimu. Lakini kama mzazi alijipima akaona mtoto anaweza kwenda katika shule ya private ambayo ni ya Kiingereza, ili mtoto aanze na msingi wa kujua Kiingereza katika kiwango ambacho angependa. Lakini changamoto inapomtokea ya kupata, akiona kama hawezi kuja kwenye shule zetu, bado tutampokea
na tunaendelea kutoa wito wajipime kwanza mapema kabla hawajaenda huko. Tunaendelea kuwaelimisha wajipime mapema kabla hajaenda huko ambako anafikiri angetamani mtoto wake aende kuanza kujua Kiingereza katika umri mdogo, ili apate msingi mzuri atakapokwenda katika madarasa ya juu. Lakini inapotokea sasa kulingana na uwezo wa mzazi haiwezekani, anarudi katika shule za serikali, sisi katika umri huo tutampokea, kwa sababu mtoto anakuwa bado ana umri mdogo, lakini pia anakuwa na mwanzo mzuri. Kwa hiyo tunaamini kabisa cha msingi ni mtoto aende shuleni, ila ni vizuri mzazi kufanya tathmini ya hali yake ya kiuchumi kabla ya kuamua kwenda huko.